Jamani vipenzi vyangu, karibuni kwenye episode yetu ya leo. Jamani, nawasalimia kwa jina la Jamhuri. Hamjambo, mnaendeleaje? I hope mko poa. Karibuni kwenye episode yetu ya leo, na kama kawaida wale watu ambao walicomment kwenye post yangu iliyopita, nachagua watu 4 randomly ambao comments zao ndefu, comments za kueleweka, vitu vya kueleweka. Na mtu wa kwanza ambaye tunamtaja leo anaitwa Farhat Mabari Mabruk. Alafu huyu mtu ana comment sana, namuonaga hii ni mara ya pili au ya tatu namtaja jina lake. Mtu wa tatu anaitwa Sifa Mohamed. Huyu ni mtu wa pili, anaitwa Sifa Mohamed. Mtu wa tatu anaitwa Queen Sandy. Na mtu wa 4 anaitwa Sara Mbilinyi. Jamani, nashukuru sana kwa support yenu. Asante kwa kucomment, asante kwa kulike, asante kwa kusubscribe kwenye channel yetu. Na kama hujisubscribe kwenye channel yetu, jamani please, unasubiri nini? Karibu jiunge kwenye familia yetu ili nikipost uwe mtu wa kwanza kuona story zetu. Kumbuka, nikiposti story mara nyingi huwa napostiki kwanza story hapa YouTube. Kwa hiyo utakuwa mtu wa kwanza kuziangalia stories zetu hapa YouTube kabla hujaziona TikTok ama sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo karibu ujoin kwenye familia yetu jamani, subscribe, like, comment kwenye video yetu ili uwe mtu ambaye utatajwa kwenye episode yetu inayofuata. Jamani, nawapenda. Jamani, watu wananiambia sina akili kwa sababu nilikataa kuolewa na mzungu. Jamani, my friend, mimi hata sijawahi kukaga kutafuta mzungu. Yaani mimi nilikuwa najuaga tu kwamba mahusiano ni mahusiano, yani upate mtu mweusi, upate mtu mweupe, upate Mwarabu, upate Mpemba, ni wewe tu umepata uhusiano lako la kudumu basi. Sasa katika pita zangu tulikuwa tunapenda, mimi napenda sana kuogelea. Alafu bwana, nimejifunza ile inaitwa surfing, you understand? Kwa hiyo mara nyingi sana mimi ni mtu wa beach. Mmoja nikiwa zangu beach huko katika harakati zangu, nakwambia nikamwona mkaka mzuri, bonge la handsome mzungu, akanifuata, hello hi, sijui unaitwa nani, nikajitambulisha, tukatambulishana nini, tukaongea. Basi tukabadilishana namba za simu. Hakunitongoza actually, ila akaniambia tu anapenda, na yeye anapenda kusurf vile vidude, kuna vidude fulani hivi wanasimamaga kwenye maji, vina slide kwenye maji vile. Akaniambia sana anapenda kusurf, na mimi nikamwambia ndio kilichonileta hapa. Kwa hiyo yeye akaniambia yani basi tutakuwa na bondi nzuri sana. Basi akachukua namba yangu na mimi nikachukua namba yake, nikawa nimeondoka. Tukaanza sasa kuongea, akawa ananiambia jinsi ambavyo amenipenda, anataka kunioa, sijui nini vitu kibao. Akawa ameniambia amekuja hapa Tanzania kwa ajili, kuna kazi alikuja kufanya, kuna mkataba ambao wanao hapa Tanzania kwa ajili ya kuja kufanya kazi. Basi mimi nani tena, mkaka mzuri, mkaka wa kizungu mzuri. Sio kwamba nilimkubalia kwa sababu ni mkaka wa kizungu, no, ni mkaka mzuri tu ambaye niliona kabisa tuna connection. Basi nikamkubalia, tukaanza mahusiano yetu. Nakwambia yule kitu ambacho anakipenda, yani anapenda ukionae kwenye mahusiano usimfiche. Yani eti upite naye huku, ukutane na marafiki zako, msalimiane tu, hello Mariamu, habari za Kunduchi, sijui habari za Kimbiji huko, alafu hivyo hapana. Yeye anapenda ukiwa na umekutana na mtu wako naye mjua, jamani mambo poa, huyu ni boyfriend wangu anaitwa fulani. Hivyo ndio alivyokuwa anataka. Kwa hiyo nikajikuta nimemtambulisha kwa watu wengi. Tukawa tumedate kama miezi minne hivi. Akaniambia sasa, unajua mimi nimekupenda, nataka kukuoa, kwa hiyo naomba unipeleke kwa wazazi wenu, like I want to go to your house, nataka niende nikajitambulishe kwenu, nikawaone ndugu zako, nifanye the vitu ambavyo vinahitajika ili tuoane. Basi tukawa tumeenda, nimemtambulisha kwa wazazi wangu, akatoa mahari, akatoa barua, akatoa na mahari. Na siku alienda kutoa barua, siku hiyo akatoa na mahari. Ndugu zangu wakafurahi sana. My dear, nikwambieni, huyu mzungu alikuwa na pesa. Yaani ni kwamba alikuwa na pesa, yuko vizuri, anajiweza my friend. Alipofika tu nyumbani kwetu, sio kwamba tuna maisha magumu, kuna kinyumba cha matofali nini fresh, tunaishi comfortable. Alipofika tulivyoondoka, akaniambia unajua nini Lize, mimi nyumbani kwenu nimependa ndugu zako, nimependa watu wako jinsi ambavyo wachangamfu nini, ila sijapenda mazingira pale nyumbani kwenu, nataka niyabadilishe. Mind you, sikumuomba, ni yeye aliambia mwenyewe anataka yabadilishe mazingira ya nyumbani. Wote akataa. Nikamwambia sawa. My friends, nikwambie, kabla hata miezi 6 haijaisha,
pale nyumbani palikuwa pamejengwa nyumba nzuri, na uzuri mzungu alikuwa amekuja Tanzania kwa ajili ya, alikuwa ni mkataba kwa ajili ya haya mambo ya ujenzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua ujenzi. My dear, alisimamia mwenyewe. Ushakumwona mzungu yuko site wewe? Basi huyo mzungu wangu alikuwa site, alikuwa anaenda mwenyewe huko, akikaa mwezi sijui wiki ngapi, anaenda pale nyumbani, anaenda anaangalia na simamia. Kila kitu kikafanyika, nyumba ikajengwa, nyumba nzuri. Yani ukizunguka huko mtaani, yani uende hata utembee mji wote hauwezi kukutana na nyumba kama ile, kwa sababu alijenga. Baadaye nilipokuja Kondo nikaja nikagundua kwamba alijenga ile nyumba kwa mfumo ambao wanajenga nyumba za kwao. Hata lije tetemeko, hata lije tetemeko la kiyama, my friend, ile nyumba haitobomoka. Basi mimi nikamshukuru nikamwambia asante, tukafanya mpaka sherehe ya kufungua nyumba yote. Hayo huyo mzungu ndo ananiambia tufanye party ya kuzindua nyumba, tukafanya party, tukazindua nyumba hivyo. Mamangu na babangu mimi sio wahovyo, ni wasomi, wamesoma, sema tu ndio maisha hivyo, hawakupataga maisha mazuri hivyo, ila ni wasomi. Kwa hiyo walikuwa wanaongea, yani wanajua Kiingereza. Kwa hiyo yani mara nyingi mchumba wangu alikuwa akiendaga nyumbani kwenye masuala ya kuongea kizungu walikuwa hawapishani, kwa sababu wazazi wangu si wanajua, ndugu zangu nao wamesoma, wanajua hivyo. Siku moja akawa ameniambia na surprise yako, nataka tuende kwenu na surprise yako. Sasa hapo tulikuwa tunaendaga nyumbani kwa sababu sasa pashajengwa, tulikuwa tunaenda kwetu ni hapa maeneo ya Dar. Tulikuwa tunaenda kwao kama tulikuwa tunaenda kwetu kama maji. Sijui unanielewa vizuri. Siku akaniambia na surprise yako, nikamwambia sawa. Akaniambia basi twende nyumbani, tukawa tumeenda nyumbani. My friend, tulipofika nyumbani akatoa milioni 20. Sijui naelewa vizuri. Akaniambia surprise yangu hapa ni milioni 20, milioni 10 nampa mama yako kwa ajili ya kufungua biashara, milioni 10 nampa baba yako kwa ajili ya kufungua biashara. Sijui naelewa vizuri. Akaniambia alishaongea na mama akamwambia biashara anayoitaka, kwa hiyo ndio amewapa hiyo aenda akafungue biashara. My friend, niliruka nikaenda nikapiga magoti nikasali, nikamwambia Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahamu, wewe ulioniletea huyu mwanaume, asante jamani, kwa sababu yani ni mwanaume gani tena sasa hawa wabongo, ni mwanaume gani wa bongo ambaye ungeenda kumwambia eti wazazi wangu, kabla hata ya kumwambia kwamba wazazi wako wanahitaji nini, mwanaume akaja akakufanyia hivyo vitu. My friend, nothing, hakuna. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo nilimshukuru. Mamangu akaenda akafungua mwenyewe. Mamangu mimi ni mpishi, anapenda sana kupika. Akafungua biashara yake ya catering. Mpaka sasa hivi yani inaendelea vizuri. Akawa anapika kwa tenda hivyo. Mind you, nilipotolewa barua na mahari sikuolewa, yani hakunioa. Aliniambia yeye ndoa, anataka ndoa twende tukafunge kwao. Basi tukakaa sasa, mkataba wake ukawa umekaribia kuisha. Akaniambia mkataba wangu umekaribia kuisha, kwa hiyo nataka niondoke na wewe, nataka twende tukafunge ndoa. Ila kwa sababu kwetu nishawaambia kwamba nina mchumba na maandalizi ya ndoa yashaanza kabisa, kwa hiyo inabidi twende kwetu. Inabidi uchague kama ni mdogo wako, kama ni mama yako au watu wawili ambao wataenda kukuwakilisha kule. My friend, mimi si nikakubali, nikaongea na mama akaniambia mimi nitasafiri. Mamangu sio mama mzee, ni mama kijana. Tutasafiri, nitaenda na mdogo wako. Wakatafutiwa passport, wakatafutiwa visa. Mimi my friend nikatafuta passport, nikatafuta visa my friend, tukasafiri wote kwa pamoja. Nakwambia tukaenda kwenye hiyo nchi ambayo bwanangu yupo, tukapokelewa vizuri. Nakwambia hapo tumefika, nakwambia shangwe, nderemo na vifijo. Nakwambia wamekuja wametupokea hapo airport, tukapelekwa nyumbani, nyumba imepambwa. Yani tulipokelewa kwa nderemo na vifijo my friend. Sio unanielewa? Tukawa tumeenda tukaanza kutembezwa, tunapelekwa kwenye mall, supermarket wanatupeleka kwa familia zao, wanaenda wanatutambulisha, na hiyo nchi actually lugha yao wanaongea Kiingereza, kwa hiyo haikuwa shida sana communicate na hao watu. My friend, mipango ya ndoa ikawa imefanyika, imekaribia kukamilika. Siku hiyo mchumba wangu akaniita, akaniambia Lizi, kuna jambo moja kubwa sana la muhimu nataka tufanye, nataka tuongee. Mind you, wakati nakutana na mchumba wangu tuliambizana kabisa, yeye niambia nishakuwa na mahusiano na mimi nilimwambia nishakuwa na mahusiano. Kwa hiyo mimi hapo sikuwa bikra my friends, na yeye hakuwa bikra, tulishakubaliana. My dear, siku hiyo akaniita akaniambia Lizi, nataka tuongee, kuna kitu cha muhimu sana nataka tuongee. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia okay sawa. Tukaingia ndani, tukaenda tukakaa wenyewe. Akaanza kunielezea, akaanza kuniambia eti Lizi, unajua hichi kitu sikukwambia kwa sababu sikutaka kujua utajisikiaje, nitaka nije nikuambia hapa mwisho nijue itakuwaje. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia eti sisi familia yetu, yani hii si ndio ukosi nini, tamaduni yangu, ukitaka yani ukishaolewa ile siku ya kwanza ambayo ndio unaenda kupachuana na mume wako, mnaenda mnatanikiwa shuka jeupe, si ni kitambaa cheupe, watu wazima wawili wanasimama kwa ajili ya kuja kuwakagua. Sijui unanielewa vizuri.
na lazima damu itoke. Sio kwamba eti wanakaa nje ya chumba eti kusubiri damu itoke, maana hapo ningejikata hata kidole. Damu ili mradi nionyeshe damu. Wanasimama hapo hapo ndani mkiwa mnapachuana. Damu mpaka itoke. Usipotoka damu, hao watu wanakuambia katika hiyo tamaduni yao, katika hiyo familia yao kuna makundi hayo mawili. La kwanza ni kundi la juu ambalo ni la wale watu ambao walitoka damu. Sasa hao ndio wale ambao wanakuaga value kwenye vikao vya familia, ni wale wanaoulizwa unakunywa soda gani kabla ya kuletewa mirinda nyeusi. Alafu kuna kundi la pili la hao ambao hawajatoka damu. Sasa hawa ndio wanaonekana kwamba wametumika sana, ndio wanaonekana kwamba vidudu vyao vimepwaya, ndio wanaonekana kwamba walipachuliwa sana my friend. Hawa ndio sasa wale wanatumwaga, hawa ndio hawaulizwaga soda gani unakunywa, ndio wanaletewaga mirinda nyeusi kabla ya kuulizwa. Hawa ndio wanafanyaga, yani hawa ndio wanaosaidiaga kazi yani. Hata kwenye familia huwa wanatengwa. Wanakaa huko chini, wengine wanakaa kwenye makochi. And mind you, huyu kaka wakati nimeanza naye mahusiano, tuliongea tukaongea kabisa, kwa alikuwa anajua alishakuwa na mahusiano na yeye alishakuwa na mahusiano na anajua alishakuwa kupachuana. Sijui unanielewa vizuri. Na yeye alishakuwa kupachuana. Na niwaambie mtu kwamba kaka alikuwa na msheded mkubwa kitu hii. Sijui unanielewa vizuri. Sasa hiyo damu ingetoka wapi? Hiyo damu ingetoka puani, masikioni au ingetoka wapi? Nikamwambia yote ulikuwa unayajua, ananiambia ulikuwa unayajua na hujaniambia kwani hujaniambia? Ananiambia sio, niliogopa kukuambia kwa sababu niliona kwamba utajisikia vibaya au labda usingekubali nikuoe. Nikamwambia kwa hiyo unataka mimi niende kwenye familia yenu nikageuze kama mfanyakazi kwa sababu eti damu haikutoka siku ya kwanza tunafanya mapenzi? Anayenioa ni wewe au ni anayenioa ni wewe au ni ndugu zako? Akaniambia ni mimi nakuoa, lakini huo ni utamaduni wa familia yetu, mimi siwezi kukiuka taratibu za familia yetu, na hata hao wanawake wote ambao unawaona hapa kwenye familia yetu wote wamepitia katika huo utamaduni na inajulikana. Nikamuuliza hichi ndio ulichonileta kuja kuniambia? Yaani tumekaa kwenye mahusiano miaka yote, hichi ndio ambacho ulikuwa unashindwa kuniambia mpaka umekuja kuniambia sasa hivi? Nikamwambia baba, nashukuru, asante kwa kushiriki. Asante kwa kunipenda, asante kwa msaada wako wote, lakini kama hicho ndio kinachotakiwa kufanyika mimi sitaki. Mimi masuala kwenda kugeuza mfanyakazi sitaki. Ulikuwa unajua kabisa kwamba mimi sio bikra, ulikuwa unajua kabisa kwamba mimi nishaikuwa na mahusiano na watu wengine, na mbali na hapo wewe mwenyewe ushaniharibu kwa sababu dude lako ni kubwa, ushaniharibu. Kwa hiyo sasa unataka bora hata ingekuwa kwamba watu wanasimama nje ya mlango au wanasimama nje huko, tungejichuna, hata ningejikata kishavu kimoja cha kwenye kipupuna niweke damu itoke. Wanasimama hapo hapo kuangalia mnyanduane mpaka damu zitoke. Unataka kuniua mtoto wa watu? Nikakataa, nikamwambia mimi my friend, kama ndio hivyo sitaki kuolewa na familia yenu. Nikaenda chumbani kwa mama yangu, maana tulikuwa hapo kwenye hiyo nyumba, wazazi wangu na mdogo wangu walikuwa hapo. Nikaenda nikawafuata, nikamwambia jamani, mimi sitaki kuolewa tena na huyu kiumbe. Mama akauliza kwa nini, nikamuita mama, nikaenda nikamuelezea, akaniambia mwanangu, usijali wewe, nenda tu kaolewe, hata kama wewe unajua, hata kama utaenda utakaa hivyo kwenye haya mazingira ya chini sio mbaya, kwa sababu utakuwa huko Afrika. Nikamwambia mama, my friend, sitaki kuolewa. Sijui unaelewa vizuri, sitaki kuolewa. Mama akaanza kulia, ananiambia mwanangu, umeniaibisha, nimetoka huko Afrika nimekuja huku, unataka kuja kuniaibisha sijui nini. Nikamwambia mama, sio kukuaibisha, kama kusaidia mzungu kashatusaidia, basi hapo viishe. Nikamwambia mimi mwanangu naondoka. Yule mwanaume kasimamia kidete, anasema kama nisipokubaliana na hizo tamaduni basi hatonioa. Na mimi nimemwambia kama hizo tamaduni zenu ni lazima nizifuate, na mimi sitaki kuolewa. Na mama ananingangania na anasema yeye hataki kuondoka mpaka niolewe, na mimi nimekataa. Yaani hapa bado tuko hapa, yani harusi bado, harusi ipo karibu, harusi imebakia mwezi mmoja ifungwe. Kwa hiyo ndio wote hapa tunavutana. Mimi nimekataa kuolewa ili mpaka hiyo taratibu itolewe, na mchumba wangu amekataa kunioa mpaka hiyo taratibu ifuatwe, na mama yangu naye amekataa, anasema hataondoka mpaka ndoa nifunge, na hataki niondoke na pasipoti yangu sioni. Sijui alochukua pasipoti ni nani. Kwa hiyo sasa mimi nimebaki nje ya panda, ndugu zangu. Ndio maana nimekuja hapa nije niombe ushauri, jamani, nisaidieni, nifanye nini? Mimi cha kumshauri dada nimeshindwa. Labda ndugu zangu nyie mnisaidie kumshauri afanye nini. Ila tamaduni nyingine hapana kwa kweli.